Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo. Kwanza, ni muhimu kuelewa jinsi mando ya PS5 inavyofanya kazi. Mando hii ina teknolojia ya kisasa inayohitaji matunzo sahihi ili iendelee kufanya kazi vizuri. Hatua ya kwanza ni kufanya uchunguzi wa mando yako. Angalia kama kuna vikwazo kama vumbi, uchafu au maji kwenye viungio vya mando. Unapofanya uchunguzi huu, hakikisha unatumia kitambaa safi na kisichoshughulika ili usiharibu uso wa mando. Baada ya uchunguzi, hatua inayofuata ni kusafisha mando. Tumia vichocheo vya kusafisha kama vile dumu la hewa ili kuondoa vumbi kwenye viungio. Usisahau kusafisha sehemu za kubonyeza, kwani mara nyingi hizi ndizo zinazojaa uchafu. Ikiwa unakutana na vikwazo vigumu kuondoa, unaweza kutumia maji kidogo kwenye kitambaa na kusafisha kwa upole. Wakati wa kusafisha, angalia pia betri ya mando yako. Ikiwa unakutana na matatizo ya umeme, ni vyema kuangalia kama betri inahitaji kubadilishwa au ikiwa kuna tatizo na muunganisho wa umeme. Kama betri haiwezi kuondolewa, unaweza kuhitaji huduma ya kitaalamu. Kama baada ya kusafisha bado unakabiliwa na matatizo, ni wakati wa kuzingatia ukarabati. Kuna huduma nyingi za ukarabati zinazopatikana mtandaoni, na baadhi ya huduma hizi hutoa uchunguzi wa bure. Unapofanya uchunguzi wa bure, wataalamu watakagua mando yako na kukupa ripoti ya matatizo yaliyopo. Kumbuka, huduma za kuchukua nyumbani zinapatikana katika maeneo mengi. Hii ni rahisi sana kwani unaweza kuagiza huduma hizo mtandaoni na wataalamu wataja nyumbani kwako kuchukua mando yako. Wakati wa kuchagua huduma, hakikisha unachunguza maoni ya wateja ili kupata huduma bora. Kuhusu bei, gharama za ukarabati zinaweza kutofautiana kulingana na tatizo. Kwa kawaida, ukarabati wa betri unaweza kuanzia shilingi 2,000 hadi 5,000, wakati ukarabati wa viungo unaweza kuwa ghali zaidi, hata kufikia shilingi 10,000. Ni vyema kupata makadirio kutoka kwa huduma mbalimbali kabla ya kufanya maamuzi. Mwisho, tunashauri kwamba ufuatiliaji wa mara kwa mara wa mando yako utasaidia kubaini matatizo kabla ya kuwa makubwa. Hakikisha unafanya uchunguzi na usafishaji angalau mara moja kwa mwezi ili kudumisha ufanisi wa mando yako ya PS5. Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo.